Katika maonyesho haya ya mwaka 2026 ni maonyesho ambayo yamefanikiwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa namna ya pekee tunashukuru serikali kupitia TanTrade ambao wameyawezesha haya maonyesho, lakini si kwamba wamewezesha kwa wakati huu. Ni kila mwaka wamekuwa wakifanya hivyo na kila mwaka yanaendelea kuboreka. Washiriki wanakuwa wengi na wengi wanakuja wanavutiwa na kushiriki katika maonyesho haya. Na katika maonyesho haya sisi kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika tumeambatana na vyama vyetu ambao kimsingi ni wateja wetu, na kwa namna ya pekee ni miaka kama mitatu hivi vimeanza kushiriki, lakini imeonyesha kuna mwamko, lakini vile vile kuna mwitikio mkubwa, na kila mara wanapokuja na vyama ambavyo vinashiriki vinaonyesha kwamba kuna improvement, na hasa katika kujitangaza, lakini na kuona wenzao wanafanya nini. Kwa kifupi, vyama vya ushirika mwisho ya yote vinatakiwa kufanya biashara, na katika maonyesho haya vyama ambavyo vimeshiriki na ambavyo nimewasiliana navyo vimeonyesha kwamba vimepata wateja, na tuna imani mwaka ujao au kadri tunavyoenda basi watapata wateja ambao wataweza kufanya nao biashara, na hatimaye basi lengo letu kama tume la kuendeleza vyama vya ushirika litaweza kufanya. Kuna mambo mengi ambayo walikuwa wanaulizia, lakini kwa mfano kwenye vyama vya kilimo walikuwa wanataka kujua namna gani wanavyoweza kuendesha kilimo na mazao yake na thamani ambayo inaongezeka, na wengi walikuwa wanauliza jinsi gani ya kuweza kupata mazao, hasa mazao ambayo yameongezewa thamani. Lakini vile vile tuna upande wa vyama vya kifedha, wengi wamekuwa wakiuliza namna gani wanaweza kupata mikopo na namna ya kurejesha. Sisi Watanzania tunawaambia kwamba waendelee kujiunga na ushirika imara, na sasa hivi serikali ya Chama cha Mapinduzi, ukiangalia kwenye Irani, neno kubwa ambalo limo kwenye Irani ya Chama cha Mapinduzi ni ushirika. Kwa hiyo sisi tunawaahidi waendelee kuja na ushirika unaimarika, na sisi kama tume tunaendelea kusimamia inavyotakiwa na serikali.